afia ya mtume muhtari rasul afia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma ij'alna wa ayana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma amin. Nimepokea moja kwa moja kutoka kwa Sheikh Jamil Halim Al-Husaini kwamba yeye amesema mukaddima, utangulizi. Hii risala ni katika fadila za ashru Dhulhijja, lakini yeye amejalia kuwa ni utangulizi wa vitabu viwili vya hadithi katika fadila za ashru Dhulhijja. Bismillah, tunasoma kama risala, halafu biidhnillah Mwenyezi Mungu akituwezesha tutaandaa darsa katika kuvisoma hivyo vitabu vya hadithi za ashru Dhulhijja, yani fadila za ashru Dhulhijja. Muqaddima, huu ni utangulizi. Anasema Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi, na rehma na amani ziwe juu ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, na ziwe juu ya jamaa wake na masahaba wake, wa man walahu, na mwenye kumfuata mtume. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi, fayaqulu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, basi anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani tukufu, wal fajri wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na masiku 10, ay ashri dhilhijjatil awwal, yani masiku ya Dhulhijja ya mwanzo, masiku 10 ya Dhulhijja ya mwanzo. Sheikh Jamil Halim amesema wallahu la yuqsimu illa bima fihi khairun wa naf'un, na Mwenyezi Mungu haapi isipokuwa kwa ambacho muna ndani yake khairi na manufaa. Wa huwa yahlifu bima yasha, na yeye anaapa kwa ambacho anakitaka. Kwa upande wa hukumu, je, inajuzu kuapa kwa ambacho sio Mwenyezi Mungu? Mbele ya madhhabu ya al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, kama alivyosema yeye ni kwamba sio haramu, ni makruhu, lakini anaogopea Imam Shafi'i kuwa ni haramu, yani inaweza ikamsukuma mtu mpaka kumuingiza kwenye haramu, lakini sio haramu. Ama mbele ya madhhabu ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kuapa kwa kisichokuwa Mwenyezi Mungu ni haramu. Na kwa hili ndio wakataja wanawazuoni miongoni mwa beti zilizomo katika Burdatul Madih kwamba inatakiwa mtu asizisome, kama vile alivyosema mtunzi, aqsamtu bil qamaril munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Hapa mtunzi kwenye burda ameapa kwa mwezi, na haya ni katika ambayo wamempinga wanawazuoni. Kwa hiyo mtu ambaye anasoma burda beti hii hatakiwi aisome, asiape kwa mwezi. Baadhi ya wanawazuoni wamesema ni haramu na baadhi ya wanawazuoni wamesema ni makruhu. Hili ni kwa upande wetu sisi. Ama kwa Mwenyezi Mungu anaapa kwa ambacho anakitaka kutubainishia kwamba hichi kitu kina manufaa na ni khairi. Na hapa ameapa kwa alfajiri na masiku 10 kutuashiria sisi kwamba haya masiku na hizi nyakati zina khairi na manufaa. Wa akhraj al-Bukhari min hadith ibn Abbas, na ametoa al-Bukhari kutokana na hadithi ya Ibn Abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hakika yeye amesema, mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi, halikuwa tendo katika masiku yoyote ambayo ni bora zaidi, minha fi hadhihi, kuliko hayo masiku, fi hadhihi, katika haya masiku, yani masiku ya ashru Dhulhijja. Makusudio ya hadithi ni kwamba halikuwa tendo mtu akilifanya katika masiku fulani ni bora zaidi kuliko masiku ambayo ni masiku ya ashru Dhulhijja. Kwa hiyo mtu akifanya matendo hayo katika masiku ya ashru Dhulhijja, fadhila zinakuwa nyingi zaidi kuliko masiku nyingine. Qalu, wakasema yani masahaba, wala aljihad, wala jihadi, yani hata jihadi, yani hayo matendo ni bora zaidi kuliko jihadi. Qala, akasema mtume, wala aljihad, wala jihadi, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka anakhatarisha nafsi yake na mali yake, falam yarji bi shay'in, kisha hakurejea na chochote, yani amekufa huko huko, hakurejea na mali wala hakurejea hali ya kuwa yupo hai, bali amekufa hali ya kuwa ni shahidi, huyu malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Hii hadithi, kabla ya kuendelea mbele, japokuwa mbele ataelezea Sheikh Jamil Halim Al-Husaini kwa ufupi, ni kwamba inafahamisha kwamba mtu anaweza kulitenda tendo ambalo
ni lenye kuzidiwa fadhila, lakini kwa vile amelifanya katika masiku haya ya ashru Dhulhijja, fadhila zake atakazozipata zikawa ni kubwa zaidi kuliko lau angelifanya tendo ambalo limezidi fadhila katika masiku mengine. Kwa hiyo mtu anaweza akalifanya tendo ambalo limezidiwa fadhila katika masiku haya, lakini likawa ni bora zaidi kuliko tendo ambalo limezidi fadhila ambalo limefanywa katika masiku mengine. Wa akhraj al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Daud wa Ibn Majah, na ametoa yani amepokea Imam Ahmad na Tirmidhi na Abu Daud na Ibn Majah ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Ibn Abbas Mwenyezi Mungu awiradhi kwamba amesema Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu ashirehma Mwenyezi Mungu juu yake na asalimishe, ma min ayamin, hakuna kunako masiku au hakuna masiku al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi, masiku ambayo matendo mema ndani yake ni yenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi, kuliko haya al-ayami, masiku min hadhihi al-ayami, kuliko masiku haya, yani ayyam al-ashr, anakusudia masiku 10 ya Dhulhijja, yani fadhila huongezwa zaidi. Qalu, wakasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Qala, akasema mtume, wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake, yani ametoka na mali na ametoka yupo hai, falam yarji' bi shay'in, falam yarji' min dhalika bi shay'in, kisha hakurejea kunako hayo na chochote, hakurejea na mali wala hakurejea hali ya kuangalau yupo hai, bali amekufa kwenye vita hali ya kuwa ni shahidi, na makusudi ya vita ni baina ya Waislamu na makafiri kwa sheria zake. Wa fi sunani ad-Darimi, na katika sunna ad-Darimi an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume amesema, ma min amalin azka inda Allahi azza wa jalla, hakuna tendo lolote lenye kutakasika zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu aliyemshinda na aliyetukuka, wala a'zama ajran, wala lenye utukufu zaidi wa ujira, min khairin, kuliko khairi ambayo taamaluhu fi ashri al-adha, ambayo unaitenda katika siku 10 za adha. Makusudio ni siku 10 kuanzia mwezi mosi mpaka siku 10, siku ya 10 ya Eid al-Adha, masiku 10 yani ya ashru Dhulhijja. Qila, pakasemwa wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla aliyemshinda na aliyetukuka. Qala, akasema mtume, wala aljihadu fi sabilillah azza wa jalla, wala jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyemshinda na aliyetukuka, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake, yani pamoja na nafsi yake hali ya kuwa hai na katoka na mali yake, falam yarji' min dhalika bi shay'in, kisha hakurejea kunako hayo na chochote, hajarejea na chochote, hajarejea hata akiwa yuko hai, bali amekufa hali ya kuwa ni shahidi. Amesema Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, hii ni ta'liqi wakati anatusomesha, amesema tambihun, uzindushi, as-sunnatu fil ashri min Dhulhijja, sunna katika masiku 10 ya Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa mfungo 3, la yakunu afdala min al-fardhi fi ghairiha, haiwi ni bora zaidi, la takunu afdala min al-fardhi fi ghairiha, haiwi sunna ni bora zaidi kuliko faradhi katika yasiyokuwa masiku haya 10. Yani haiwi mtu akitekeleza faradhi katika masiku mengine, hiyo faradhi haina thawabu kuishinda hii sunna, kwamba hii sunna ambayo umeifanya katika masiku haya 10 itakuwa ni bora zaidi na ina thawabu zaidi kuliko faradhi. Haiwi hivyo, sio maana yake. Daiman al-fardu yakunu a'la wa afdala, daima milele faradhi inakuwa juu zaidi na inakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo mtu haifahamu vizuri hadithi hii au riwaya kama hizi, mtu hazifahamu zaidi. Makusudio hapa ni baina ya sunna na sunna, au baina ya fadhila au baina ya faradhi na faradhi, sio baina ya sunna na faradhi. Faqad dallat hadhihi alahadithu, basi hakika zimejulisha hizi hadithi, ala anna al-amala fi al-ayyam al-ashr min Dhulhijja, kwamba tendo katika masiku 10 kunako Dhulhijja, ahabbu ila Allahi,
ni lenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu minal amali fi ghairiha, kuliko tendo au kuliko kutenda katika yasiyokuwa masiku 10 ayami dunya, ni min ayami dunya, kunako masiku ya dunia. Mtu kutenda katika masiku 10 ya Dhulhijja ya mwanzo mfungo 3, hili jambo lenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko akitenda jambo hilo katika miezi mingine au katika masiku mengine. Min ghairi istithnai shay'in minha, basi na kuvua chochote katika hayo masiku. Taban, bila shaka Ramadhani imekuja na fadhila zake, wala Ramadhani hailinganishwi na masiku kama hayo. Yani pakitajwa Muharram, pakitajwa Shaaban, Rajab, pakitajwa Ashru Dhulhijja, Arafa na mfano wa hivyo, zikatajwa fadhila, hailinganishwi baina ya masiku hayo na masiku ya Ramadhani. Ramadhani fadhila zake zipo juu sana kiasi ya kwamba hailinganishi Ramadhani na masiku mengine. Kwa hiyo kulinganishwa kama hivi ni kwa masiku yasiyokuwa ya Ramadhani. Na lau sio hivyo, ni sawa sawa na mtu kusema upanga una makali zaidi, unaumiza zaidi kuliko njukuti. Hapa tayari inakuwa ushapunguza heshima ya ule upanga. Upanga unafananisha na njukuti. Au mtu kusema mtume ana elimu zaidi kuliko mimi. Taban ni hivyo, lakini ukazungumza kwa upande wa kushindanisha baina ya mtume na mimi, nani mwenye elimu zaidi? Mtume ana elimu zaidi. Hivyo pia umepunguza heshima ya mtume. Hutakiwi hata ulinganishe kwa njia kama hiyo. Linganisha baina ya mtume na mitume wengine kama hivyo, sio baina ya mtume na wewe. Haifai hata kulinganishwa baina wewe na mtume. Hii ni kwa njia ya mfano. Kwa hiyo ifahamike vizuri. Wa idha kana al-amalu fi ayami al-ashri, na pindi likiwa tendo katika masiku 10 afdala wa ahabba ila Allahi, ni bora zaidi na lenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu minal amali fi ghairihi, kuliko tendo katika siku nyingine, min ayami sanati kulliha, kunako masiku ya mwaka yote. Sara al-amalu fiha, basi kumekuwa kutenda katika masiku hayo ya Ashru Dhulhijja, wa inka na mafdulan, basi limekuwa tendo katika masiku hayo ya Ashru Dhulhijja, wa inka na mafdulan, lijapokuwa lenye kuzidiwa ubora, limekuwa tendo hilo afdala, ni bora zaidi, minal amali fi ghairiha, kuliko tendo katika masiku yasiyokuwa ya Ashru Dhulhijja, wa inka na fadila, lijapokuwa hilo tendo ni bora zaidi. Yani mtu akifanya tendo ambalo lipo chini kwa fadhila, limezidiwa fadhila, na akafanya tendo ambalo limezidi fadhila, lakini lile ambalo amelifanya ilhali limezidiwa fadhila amelifanya katika masiku 10 ya Dhulhijja ya mwanzo, na lile ambalo ni lenye kuwa juu kwa fadhila, limezidi fadhila, akalifanya katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ashru Dhulhijja, huyu lile tendo ambalo amelifanya katika masiku 10 ya Dhulhijja, ijapokuwa lenye kuzidiwa fadhila na lile jingine kiasili, kwa vile tu amelifanya hilo tendo katika masiku 10 haya, litakuwa tendo hilo ni lenye kupendeza zaidi na ni bora zaidi na lina fadhila zaidi kwa sababu ya haya masiku na utukufu wake. Fa'amalul birri, basi tendo la wema, wal ihsani na ihsani, fiha, katika masiku 10 ya Dhulhijja, yazidu ala ma siwahu, tendo hilo linazidi juu ya lisilokuwa tendo hilo, au juu ya lisilokuwa tendo hilo katika masiku mengine. Wal a'malu salihatu, na matendo mema, fiha, ndani yake masiku 10, tazku inda Allahi akthara, hutakasika mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi, mimma lau umilat fi ghairiha, kuliko lau yangelitendwa katika yasiyokuwa masiku hayo 10. Waqad ruwiya, na hakika pamepokelewa, fi khususi siyami ayami al-ashr min Dhulhijja, katika mambo ambayo ni special, ni maalumu kwa funga ya siku 10 za Dhulhijja, wa qiyami layaliha, na kusimama nyisiku za Dhulhijja, yani siku 10 za Dhulhijja, wa kathrati dhikri fiha, na wingi wa kuleta dhikri ndani yake, wingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu ndani yake, ahadithu wa atharun, hadithi nyingi na athari nyingi.
Wa fi hadithi Jabir, na imekuja habari katika hadithi ya Jabir, fi sahihai, katika sahihi mbili, Abi Awanata wa Ibn Hibban, sahihi ya Abi Awana na sahihi ya Ibn Hibban, marfu'a, hali ya kuwa hadithi hiyo ni marfu', yani imenyuliwa mpaka kwa mtume, kwamba mtume amesema ma min ayamin afdalu inda Allahi min ayami 10 Dhulhijja, hakuna masiku yoyote ambayo ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko masiku 10 ya Dhulhijja. Amesema Sheikh Jamil Halim fi qawlihim siyamu 10 Dhulhijja, katika kauli yao kufunga siku 10 za Dhulhijja, maana yake ghairu yaumil idi, isiyokuwa siku ya Idi, liannahu la yusamu, kwa sababu siku ya Idi haifungwi. Kwa hiyo pakisemwa 10 Dhulhijja katika upande wa funga, sio maana yake siku 10 zote kwa ujumla, bali makusudio ni siku 9. Yani sio siku 10 kamili, bali makusudio ni siku 9, isiyokuwa ile siku ambayo ni haramu kufunga siku ya Idi. Wa min fadaili al-10 min Dhulhijja, na miongoni mwa fadhila za siku 10 za Dhulhijja, anna Allah ta'ala, ni kwamba hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, aqsama biha jumlatan, ameapa kwa masiku hayo kwa ujumla, yote masiku 10. Wa bi ba'dha khususan, na ameapa kwa baadhi ya masiku hayo 10 kwa umaalumu. Ameapa kwa masiku 10 kwa ujumla, na akaapa kwa baadhi ya siku hali ya kuwa ni special, yani sio kwa ujumla. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wal fajri wa layalin 10, na hapa kwa alfajiri na nyisiku 10, yani makusudio siku 10. Falayalil 10, basi nyisiku 10 hiya 10 Dhulhijja, ni hizo siku 10 za Dhulhijja. Wa huwa sahihu, na ndio kauli sahihi. Yani hii tafsiri ya kusema siku 10 au nyisiku 10 makusudio ni siku 10 za Dhulhijja, hii ndio tafsiri sahihi, alladhi alayhi jumhurul mufassirina, ambayo wamethibiti juu yake wengi katika wafasirina. Yani alladhi alayhi jumhurul mufassirina, ambayo limethibiti juu yake kundi kubwa la almufassirina, na wanazuoni wa tafsiri ya Qur'ani, minas salafi wa ghairihim, kuna kusalafi watangulizi wa karne 3 za mwanzo na wasiokuwa wao. Sio salafi makusudio hawa ambao ni mawahabi waliopo sasa hivi. Salafi ni jina la watu wa karne 3 za mwanzo. Hata ukiwa wewe unawafuata wale kule, sio jina lako salafi, wala huitwi salafi, ni jina tu la kujinasibisha kwa uongo. Wewe unaitwa khalaf, wewe unaitwa khalaf, na neno khalaf maana yake kwamba wewe umekuja baada yao, na ilhali wewe unawafuata hao. Kwa hiyo hata kama unawafuata wao, hujawa wa kujiita salafi, wewe unatakiwa ujiite khalaf kwa sababu unawafuata wao. Wa huwa sahihu, nayo ndio kauli sahihi, an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas, kutafsiri kwamba layali na 10 makusudio ni siku 10 za Dhulhijja, ndio kauli sahihi, na amethibiti kwenye kauli hiyo Ibn Abbas katika kuitafsiri Qur'ani. Waqad akhraja al-Imam Ahmad, na hakika ametoa al-Imam Ahmad an Jabir, kutoka kwa Jabir an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume amesema, innal 10 ashrul adha, hakika masiku 10 ni masiku 10 ya adha. Kwa hiyo imekuja kwenye hadithi pia kwamba masiku 10 yaliyoapo na Mwenyezi Mungu kwenye neno wa layali na 10, makusudio ni ashrul adha, masiku 10 ya adha. Masiku 10 ya adha, yani masiku 10 ya Dhulhijja ya mwanzo, kuanzia mwezi mosi mpaka Eid al-Adha, ambayo ndio siku ya 10. Wal watra yawm Arafa, na al-watri ni siku ya Arafa, kwa vile siku hii huja hali ya kuwa ni mwezi 9, siku ya witri. Mwenyezi Mungu aliposema wal fajri wa layalin 10 washaf'i wal watr, hii neno al-watri ni siku ya Arafa. Washaf'a yawmun nahri, na shaf'u ni siku ya an-nahri, siku ya kuchinja, yani mwezi 10 Dhulhijja. Kwa hiyo washaf'i wal watr, Mwenyezi Mungu ameapa kwa alfajiri, akaapa kwa masiku 10 kwa ujumla, kisha akaapa kwa mwezi 9, ambayo mwezi 9 ya Dhulhijja ni katika masiku 10, kisha akaapa kwa mwezi 10, ambayo mwezi 10 ni katika masiku 10 ya Dhulhijja pia. Wa min fadailiha, na miongoni mwa fadhila za masiku 10 aidan pia, annaha min jumlatil 40,
kwamba hayo masiku ni katika jumla ya siku 40 allati wa'ada Allahu azza wa jalla li Musa alayhi salam, masiku ambayo amemwahidi Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka kumwahidi Musa alayhi salam. Qala Allahu ta'ala wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'10 fatamma miqatu rabbih 40 laylah wa wa'adna Musa 30 laylatan, na tumemwahidi Musa siku 30. Yani katakiwa Nabii Musa siku 10 kuziweka maalumu kumwabudia Mola wake na kupokea amri kutoka kwa Mola wake sehemu maalumu. Wa atmamnaha, na tukazikamilisha bi'10 kwa siku 10, yani zikawa 40. Fatamma miqatu rabbih, ikatimia sehemu tukufu mbele ya Mola wake. Hapa kwa tanbihi, miqatu rabbih haitafsiriwi kwamba Mwenyezi Mungu alikuwepo sehemu hiyo, kwa vile imesemwa miqatu rabbih kwamba ni sehemu ya Mwenyezi Mungu alikuwepo hapo. La, Mwenyezi Mungu yupo bila mahala wala upande, kama ambavyo Sayyiduna Muhammad ameenda kwenye safari ya Isra na Mi'raj kuoneshwa alama za kuwepo Mwenyezi Mungu na kupokea amri za Mwenyezi Mungu. Sio kwamba Mwenyezi Mungu yupo juu. Pia makusudio hapa ni kwamba yeye Nabii Musa amepelekwa sehemu hiyo kupokea amri za Mwenyezi Mungu na kusemezwa na Mwenyezi Mungu na kuona alama za uwepo wa Mwenyezi Mungu, sio kwamba Mwenyezi Mungu ni mkazi wa hapo. Fatamma miqatu rabbih, basi ukatimia wakati wa Mola wake, basi ikatimia sehemu tukufu mbele ya Mola wake. Neno miqat, anasema Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, ay fil mawdi' alladhi kana fihi Musa yunaji rabbahu, yani katika sehemu ambayo alikuwa ndani yake Musa anazungumza na Mola wake. Wa amma Allahu, naama Mwenyezi Mungu, fala yahullu fi dhalika almakani wala ghairihi, yeye hawepo katika sehemu hiyo wala katika sehemu nyingine. Wal miqatu, na neno al miqat huwa al waqtu wal makanu, ni wakati na pahala. Alladhi umira an yadhhaba ilayhi Musa, sehemu ambayo ameamrishwa aende kwenye sehemu hiyo Musa. Wa an yakuna fihi, na awe ndani yake katika wakati huo. Fi munajati rabbih, katika kuzungumza na Mola wake. Fatamma miqatu rabbih 40 laylatan, ikatimia sehemu tukufu ya Mola wake siku 40, yani kukatimia kukaa sehemu hiyo tukufu kwa Mola wake kwa muda wa siku 40. Waqad rawa Abdur Razzaq, na hakika amepokea Abdur Razzaq fil Musannaf, katika kitabu chake Al-Musannaf, an Mujahidin, kutoka kwa Mujahid, qala, amesema ma min amalin fi ayami sana, hakuna tendo lolote katika masiku ya mwaka, afdalu, ambalo ni bora zaidi, minhu, kuliko tendo hilo, fil 10 min dhilhijja, katika siku 10 za Dhilhijja, yani kuliko tendo hilo kulifanya katika siku za Dhilhijja. Wa hiya al-ashru allati atamma Allahu li Musa alayhi salam, nayo masiku 10 ya Dhilhijja ndiyo masiku ambayo ametimiza kwa masiku hayo 10 Mwenyezi Mungu kwa Musa alayhi salam. Yani Nabii Musa alayhi salam alianza kukaa mfunguo pili, halafu akakaa siku 10 za mwanzo za mfunguo 3, zikatimia siku 40 kwa ujumla. Hayo ndio makusudio. Wa min fadailiha, na miongoni mwa fadhila zake hayo masiku 10, annaha khatimatul ashhuril ma'lumati ashhuril hajji, ni kwamba masiku hayo ni kihitimisho, ni siku za mwisho za miezi ile ambayo ni maalumati yenye kujulikana, ashhuril haji, miezi ya hija. Hizi siku 10 ndio siku za mwisho za miezi ile ambayo mtu anaweza kuhirimia hija. Allati qala Allahu fiha, ambayo amesema Mwenyezi Mungu ndani yake, alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalumu. Mtu hahirimii hija isipokuwa kwenye miezi maalumu. Wa hiya Shawwal, nayo ni Shawwal. Wa Dhulqa'dati, na Dhulqa'da, husemwa Dhulqa'da na husemwa Dhulqa'da.
wa 10 min dhilhijja, na siku 10 za dhilhijja, hiyo ndio miezi ya kuhirimia hija. Wa min fadailiha, na miongoni mwa fadhila zake siku 10 za dhulhijja, annaha al-ayyamul ma'lumati, ni kwamba siku 10 za dhulhijja, al-ayyamul ma'lumatu, ndiyo siku al-ma'lumatu zenye kujulikana, allati shara'a Allahu dhikrahu fiha, ambazo ameweka sheria Mwenyezi Mungu kutajwa ndani yake. Ai dhikrullahi huna lahu khususiyya, yani kumtaja Mwenyezi Mungu hapa kuna uspesho, umaalumu, na fadhila zinaongezeka, ndio makusudio. Sio maana yake Mwenyezi Mungu ametuwekea sheria tumtaje katika masiku hayo tu, la, bali na masiku mengine pia ameweka sheria tumtaje, lakini masiku haya Mwenyezi Mungu amejalia kuwa fadhila zinaongezeka zaidi. Allati shara'a Allahu dhikrahu fiha, masiku ambayo ameweka sheria Mwenyezi Mungu kumtaja yeye ndani yake, ala ma razaqa min bahimatil an'am, juu ya ambacho ameruzuku kuna kuwanyama hoa katika wanyama. Yaqulu Allahu ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ili washuhudie manufaa kwao, wayadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, na walitaji jina la Mwenyezi Mungu katika masiku maalumu, na wamtaje Mwenyezi Mungu katika masiku 10, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya ambacho amewaruzuku kuna kuwanyama hoa katika wanyama, yani kwa kile ambacho amewaruzuku kuna kongamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Wa jumhurul ulamai, na kundi kubwa la wanawazuoni, ala anna hadhihi al-ayyam al-ma'lumati, limethibiti juu ya kwamba haya masiku al-ma'lumati yenye kujulikana, ya 10 dhilhijja, ni masiku 10 ya dhilhijja. Yani wengi wametafsiri hivyo. Minhum ibn Umar, ni katika wao Ibn Umar, wa Ibn Abbas, na Ibn Abbas, wal Hasan, na Hasan, wa Ata, na Ata ibn Abi Rabah, mwanafunzi wa Ibn Abbas, wa Mujahidun, na Mujahid naye ni mwanafunzi wa Ibn Abbas, wa Ikrimatu, wa Qatadatu, wa Nakhai, na Ikrima na Qatada na An-Nakhai. Hao ni katika salafi salih na ni katika masahaba baadhi yao. Wa huwa qawlu Abi Hanifa wa Shafi'i, nayo ndio kauli ya Abi Hanifa na Shafi'i, wa Ahmad fil mashhuri anhu, na ndiyo kauli ya Ahmad katika kauli mashhur kutoka kwake. Yani Imam Ahmad ana kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kutafsiri kwamba al-ayyamul ma'lumat ni 10 dhilhijja, na hii ndio kauli mashhur kutoka kwake na kwenye madhehebu yake, lakini ipo kauli nyingine kutoka kwake, wa takhtassu 10 dhilhijja fi haqqil haji, na hupata umaalumu masiku 10 ya dhilhijja katika haki ya mwenye kuhiji, bi annaha zamanu sawqihim lilhadi, kwamba masiku hayo 10 ndiyo zama, ndiyo wakati wa kushunga kwao mnyama. Alhadi ni kile kichinjwa cha siku ya Eid al-Adha. Kwa hiyo katika haya masiku 10 haya, kuanzia mwanzo huwa wanashughulika na kutafuta wanyama na kukusanya wanyama kwa ajili ya kuja kuchinja. Alladhi bihi, mnyama ambaye kwa huyo mnyama au kichinjwa ambacho kwa hicho kichinjwa, yakmulu fadlul haji, hukamilika fadhila za hija. Kwa hiyo kwa mwenye kuhiji kwake yeye kuna kitu gani ambacho ni special kwake yeye? Kitu ambacho ni special kwa yeye ni kwamba yeye katika masiku 10 haya huwa anashughulika na jambo la kushunga kichinjwa, yani kutafuta mnyama kwa ajili ya kuchinja katika siku hiyo maalumu ya kuchinja, na nayo ni siku ya Eid al-Adha. Wa yakuluna min luhumihi fi akhir al-ashri wa huwa yawmun nahri, na hula kuna nyama zake hicho kichinjwa katika mwisho wa siku 10, nayo ni siku ya kuchinja. Wa huwa yawmun nahri, nayo ni siku ya 10 ya kuchinja. Yani hukusanya katika haya masiku 10, siku ya 10 sasa ndio wanachinja, na siku hiyo sasa ndio wanakula nyama zake.
Wa afdalu sawqil hadi min almiqati, na ubora zaidi wa kushunga kichinjwa min almiqati ni kuanzia kwenye kituo. Yani vizuri zaidi mtu katika kushunga kichinjwa kile ambacho anataka kukichinja kwa mwenye kuhiji, hii ni kuanza kwenye kituo cha kuhirimia. Hii ni kwa mahujaji. Kwa hiyo anaanzia kule na kushunga mnyama na kushunga mpaka sehemu ya kuchinja, nayo hiyo sehemu ya kuchinja atachinja, lakini atachinja katika siku ya Eid al-Adha. Kwa hiyo bora zaidi katika hivyo kushunga, yani kumchukua mnyama na kumburuta, yani kumsogeza na kumchunga mpaka kumfikisha sehemu ya kuchinjwa, vizuri zaidi ni kuanza kwenye pahala pa kuhirimia. Watuqarinuhu at-talbiyatu, na hukutana na huko kushunga mnyama. Kushunga ni ile kumfanya mnyama atembee sawa sawa kwenye zile njia, akienda huku na mweka sawa, akienda huku na mweka sawa. Hukutana na huku kushunga talbia ni ile kusema labbaik Allahumma labbaik. Kwa hiyo atakuwa anafanya hivyo, anasogeza wanyama kwenye sehemu ya kuchinja, huku analeta talbia. Wa hiya min dhikrillahi fil ayami almalumat, na hiyo talbia ni miongoni mwa kumtaja Mwenyezi Mungu katika masiku maalumat, yani inahesabiwa kwamba tayari ameshafanya lile ambalo Mwenyezi Mungu ametutaka tulifanye, nalo ni kumtaja Mwenyezi Mungu katika masiku hayo. Fa amma ahlul amsari, kwa amma ahlul amsari, na ama watu wa miji ambao hawapo kwenye kuhiji, fa innahum yusharikuna alhajja, basi hakika wao wanashirikiana na mwenye kuhiji, fi ashri dhilhijjati, katika siku 10 za Dhilhijja. Kwenye jambo gani? Fi dhikri, katika dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, sio kwa talbia, kuleta adhkari kwa wingi. Wa i'dadi alhadi, na kuandaa kichinjwa ambacho watakichinja siku ya mwezi 10 ambayo ni siku ya Eid. Tofauti baina yetu sisi ambao hatupo kwenye hija na ambao wapo kwenye hija ni ipi? Tofauti baina wenye kuwepo kwenye hija na ambao hawapo kwenye hija, tofauti ni kwamba wale inasuniwa kwao wachukue mnyama vizuri kuanzia kwenye kituo cha kuhirimia. Yule mnyama iwe wanamburuta, yani iwe wanamsogeza kuanzia kule mpaka sehemu ya kuchinja. Hii ni sunna mbali kwao, ambayo kwetu sisi haipo. Sisi ni kuandaa tu mnyama, sio sasa mtu ashughulike sasa kwenda kumchukua mnyama sasa huko shamba akaanza sasa kumburuta nini, awaige wale ambao ni mahujaji. Kwetu sisi hili halipo. Fa amma i'dadul hadi, ama kuandaa kichinjwa, fa inna al-ashra tuaddu fiha al-adahi, basi hakika masiku 10 huandaliwa ndani yake vichinjwa, kama yasuku ahlul mausimi alhadiya, kama ambavyo hushunga watu wa kwenye hija kule, watu wa kwenye hija alhadiya, kichinjwa. Fa inna man dakhala alayhi al-ashru, kwani hakika ambaye yameingia juu yake masiku 10, zishaingia siku 10 za Dhulhijja hali yako yupo hai, wa arada an yudhiya, na akataka kuchinja siku ya 10 ya Eid, fala ya'khudh min sha'rihi, basi asichukue kuna nywele zake chochote, yani asinyoe, wala min adhfarihi shay'a, basi asichukue kuna nywele zake, wala kuna kucha chake zozote, wala kuna kucha zake chochote, yani hata kwa meno asikate na nywele, wala asingoe, yani asifanye njia yoyote ya kutoa nywele au kukata kucha. Ikiwa akichana atazitoa nywele, basi anatakiwa asifanye hivyo ili asizitoe nywele, taban isipokuwa kwa dharura. Kwa mfano limempata janaba, kaingia kwenye hedhi, hapo ni lazima kufanya jambo kama hilo. Hata kama itapelekea kutoka hizo nywele, itakuwa ni lazima kufumua kwa mfano ili maji kufikisha maji kwenye ugozi, kuesua kwa vidole vyake ili maji yaenee, hata kama nywele zitatoka na hata kama amekusudia kuchinja. Kama rawat dhalika, kama ambavyo amelipokea hilo la kutakiwa mtu asitoe nywele yoyote
wala kucha yoyote. Ummu Salama ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kharaja hadithaha Muslimun, ameitoa hadithi yake Muslim, hadithi ya Ummu Salama, yani ameipokea Imam Muslim. Wa akhadha bidhalika Shafi'i wa Ahmad, na amechukua kufanyia kazi hilo la kutotoa kucha wala nywele yoyote al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Ahmad. Kwa hiyo akasema ni sunna mtu asitoe kucha wala nywele. Wa ammatu fuqaha al-hadith, na uenevu wa wanazuoni wa hadithi wakatumia kauli hiyo. Wa lafdhul hadithi, na tamko la hadithi, an Ummi Salama anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Ummi Salama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema idha raaitum hilala dhilhijjati, pindi mukiuona mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum, na akataka mmoja wenu, an yudhiya, kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi yazuie nywele zake na kucha zake, asikate. Sheikh Jamil Halim anatia taaliki, wa hadha mina sunna, na hili ni katika sunna. Sio lazima kwamba mtu anachinja tena asinyoe asikate kucha kwamba ni lazima, la, sio lazima, ni sunna. Bali yeye na watu wake ni sunna wasinyoe nywele wala wasikate kucha, mpaka baada ya kuchinja ndipo sasa wananyoa nywele na kukata kucha. Wa fi lafdhi Muslim, na katika tamko ambalo amelipokea Muslim, an Ummi Salama, kutoka Ummi Salama, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha dakhalatil ashru, pindi zikiingia siku 10 za Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhiya, na akataka mmoja wenu kuchinja siku ya 10 ya Eid al-Adha, fala yamassanna min sha'rihi wa basharihi shay'a, basi asiguse kuna nywele zake na ugozi wake chochote. Sio maana yake asikoge, maana yake asikate kucha, asinywe nywele. Hayo ndio makusudio. Wa hadha min babil istihbabi was sunna, na hili ni katika mlango wa upendekezwaji na usunna, yani hili sio lazima. Wa amma musharakatuhu lahum bidhikri fil ayyamil ma'lumati, na ama kushirikiana kwake na wao kwa dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu fil ayyamil ma'lumat, katika masiku haya al-ma'lumat, fa innahu yushra'u lin-nasi kullihim, basi hakika ilivyo huwe kwa sheria kwa watu wote, al-iktharu min dhikrillahi ta'ala, kukithirisha kuna kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu, fi ayyamil ashri, hususa katika masiku 10 special maalum, yani fadhila huongezeka. Huwe kwa sheria katika masiku zote, lakini katika haya masiku 10 huongezewa kutiliwa mkazo juu ya mtu kuzidi kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu fadhila zinazidi. Fa fi musnad Ahmad, basi imekuja habari katika musnad wa Ahmad, fa fi musnad al-Imam Ahmad, basi katika musnad wa Imam Ahmad, an Ibn Umar, kutoka Ibn Umar, an Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah, hakuna kunako masiku yoyote ambayo ni tukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, au ni kutukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wala ahabbu ilaihi, wala ni lenye kupendeza zaidi, au ni kwenye kupendeza zaidi, al-amalu fihinna, tendo ndani ya masiku hayo, au kutenda katika masiku hayo. Hakuna katika masiku yoyote ambayo ni tukufu zaidi tendo, ni lenye kupendeza zaidi tendo katika masiku hayo, au ni kutukufu zaidi kutenda katika masiku hayo, ni kwenye kupendeza zaidi kutenda katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyami al-ashri, kuliko haya masiku 10 ya Dhulhijja. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, basi kithirisheni ndani ya masiku hayo kunako tahlil. Tahlil ni kusema la ilaha illa Allah, tukithirishe kusema, wat-takbir, na takbira Allahu akbar kwa tamko sahihi, la ilaha illa Allah, kama hivyo, sio la ilaha illa Allah, Allahu akbar, so Allahu akbar. Watahmidi, na kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, so alhamdulillah. Hapo hapana thawabu na dhambi mtu anapata akisema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah, yani ikawa hajasema kwa usahihi anapata dhambi. Anatakiwa aseme vipi? La ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah. Wa dhakara al-Bukhari, na ametaja al-Bukhari fi sahihi, katika sahihi yake ametaja hivi,
babu fadli al-amali fi ayami tashriq. Huu ni mlango wa fadhila za matendo au fadhila za tendo, fadhila za kutenda fi ayami tashriq, katika masiku ya tashriq. Masiku ya tashriq ni mwezi 11, 12 na 13. Ametaja vipi? Ametaja hivi, waqala ibn Abbas, na amesema Ibn Abbas, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, na mtajeni Mwenyezi Mungu katika masiku yenye kuhesabika. Amesema Ibn Abbas, ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tashriq, masiku 10 na masiku yenye kuidadika masiku ya tashriq. Yani mtajeni Mwenyezi Mungu katika masiku 10 na mumtaje Mwenyezi Mungu katika masiku ya at-tashriq. Kwa hiyo siku za fadhila zimefuatana, siku 10, siku ya mwezi mosi mpaka mwezi 10, halafu na siku zile za at-tashriq zimekuja baada yake, mwezi 11, 12, 13, na hizi zote ni siku za fadhila. Mtu anatakiwa amtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wakana Ibn Umar, na alikuwa Ibn Umar, Abdullah ibn Umar wa Abu Huraira na Abu Huraira, yakhrujani ila suqi, wanatoka hawa wawili ni masahaba, wanatoka kwenda sokoni, fi ayyamil ashri, katika masiku 10, masiku 10 ya Dhulhijja, yukabbirani, huleta takbira, wa yukabbiru an-nasu litakbirihima, na huleta takbira watu kwa kuleta kwao takbiri. Kwa hiyo wao wanaleta takbira na watu pia wanaofuata wao katika kuleta kwao takbira. Faghtanimu ya ikhwani wa ya ahbabi hadhihi al-ayyam al-azimata al-mubarakah, basi yajumieni faida enyi ndugu zangu na enyi vipenzi vyangu haya masiku matukufu yenye kubarikiwa. Mtu asiache masiku kama haya yakapita tu, ajitumie faida kwa kufanya matendo mazuri ili aingie kwenye kupata wingi wa thawabu. Faakthiru fiha min alkhairati wat-ta'at, basi kithirisheni ndani yake kuna khairi mbalimbali na taa mbalimbali, wal ibadati, na ibada mbalimbali, was-salawati, na sala, was-siyami, na funga mbalimbali, was-sadaqati, na sadaqa, walbirri, na wema, walkhairati, na khairi mbalimbali, wasilati alarhami, na kuunganisha koo. Ightanimu hadhihi alayama, jichumieni faida haya masiku, jichumieni faida. Ightanimu hadhihi saati, jichumieni faida kwenye haya masaa. Qabla fawati al-aman, kabla ya kupitwa na muda. Qabla fawati al-awan, kabla ya kupitwa na muda, yani kabla mtu hajafikia kufa. Kwenye chapa kitabu tulichonacho mikononi cha sasa hivi imeandikwa ightanimu hadhihi al-ayyama allati madha shatruha. Neno allati madha shatruha tulipige mchoro kwa sababu Sheikh Jamil Halim alitoa darasa hii mara ya kwanza hali ya kuwa tayari ilikuwa ishapita nusu. Kwa hiyo ndiyo maana kitabu kikaandikwa kama hivi. Kwa hiyo lakini wakati anatusomesha kitabu hichi alitutaka hapo tuondoe, yani tupige mchoro hapo, allati madha shatruha. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, waf'alul khayra la'allakum tuflihun, na tendeni khairi mutafaulu. Kwa hiyo mtu atende khairi kwenye masiku ya fadhila kama haya na mengineyo. Walhamdulillahi rabbil alamin, ambaye amehudhuria pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho, nimempa ijaza risala hii, na yule ambaye atasikia ijapokuwa siku za mbele risala hii akadhibiti kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama ambavyo nimesoma, nimempa ijaza kwa risala hii kwa sharti za ijaza mbele wanawazuoni, na miongoni mwa sharti za ijaza ni kudhibiti, na kwa sharti ya kushikamana na aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, Ash'ira na Maturidia, pamoja na kumuhusia ucha Mungu. Wala sitoijaza na sanadi kwa ambaye sio Ash'ari wala sio Maturidi, sio katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Na mimi kitabu hichi nimekipokea moja kwa moja kutoka kwa Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, mtunzi wake. Na biidhnillah tutasoma kitabu ambacho ni cha hadithi zinazohusiana na ashru Dhulhijja, Mwenyezi Mungu akituwezesha. Tutasoma fadlul ashri min Dhulhijja, utunzi wa al-Hafidh Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad al-Baghdadi al-mashhur.
kwa jina la Ibn Abi Dunya ambaye amefeshwa mwaka 281 Hijria. Insha Allah Taala tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe, wala msitusahau kwa dua njema. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi awwalan wa akhira. Imefunika bahari, nuru ya Nabia. Imefunika bahari, nuru ya Nabia. Kuluma tunahu